Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilioko mbele yenu naitwa Dr. Balagoma, daktari wa tiba asili au tiba mbadala. Leo nimeleta kipindi cha kuelezea maradhi ya kina mama ambao wanahangaika sasa, ambacho kipindi hichi kitaelezea maradhi ya aina ya PID, maradhi ya PID kwa ujumla. Maana kina mama wamekuwa wakiteseka na PID bila kuelewa PID nini na wapi wapate dawa iliyostahiki, inalenga dawa hiyo italenga nyanja gani. Nimewaletea ili kuelewa. Tuangalie kwanza PID. PID inaitwa pelvic inflammatory disease, maambukizi kwenye mfumo wa via vya uzazi vya mwanamke. Tunaposema maambukizi kwenye mfumo wa via vya uzazi vya mwanamke, ina maana tunalenga mfumo wa uzazi wa mwanamke ambao tunaangalia shingo ya kizazi ambao au tunasema cervix, tunaangalia fallopian tube, mirija ya uzazi, tunaangalia placenta au bebesho. Yani uwe na dawa ambayo yenye kudili sehemu hizo tatu. Idili kwenye shingo ya kizazi, idili kwenye mirija ya uzazi, idili kwenye bebesho placenta, na tutaangalia. Ina maana tunaposema kwenye shingo ya kizazi, tutaenda moja kwa moja dawa yenye kuondoa infection kwenye mfumo wa kibofu cha mkojo. Sasa baada ya kujua kwamba PID inaitwa pelvic inflammatory disease, maambukizi kwenye mfumo wa via vya uzazi wa mwanamke, tuangalie dalili za PID. Dalili za PID ni mojawapo ya dalili kubwa ni kupata maumivu wakati wa kukojoa. Unakuta mtu anapata maumivu makali wakati wa kukojoa. Kuna dalili nyingine ni kutoka uchafu sehemu za siri, kutoka uchafu sehemu za siri. Dalili nyingine ni kupata maumivu wakati wa tendo la ndoa. Unakuta mama alikuwa anafurahia tendo la ndoa na hisia nazo hisia zitaanza kupotea polepole na baadaye kupata maumivu wakati wa tendo la ndoa. Unakuta hataka amkizie haja mume wake. Dalili nyingine ya PID ni kupata maumivu makali chini ya kitovu. Maumivu makali chini ya kitovu pamoja na mgongo. Maumivu makali chini ya kitovu pamoja na mgongo. Dalili nyingine ya PID ni mwanamke kutoka kupata ujauzito. Unakuta mwanamke hapati ujauzito. Kuna wengine unakuta alikuwa anapata ujauzito ila baadaye ile hali ya PID na muathiri hapati ujauzito. Au unakuta hajapata hata ujauzito, ndoa yake ya kwanza, unakuta anakuwa ni mwenye kupata changamoto ya ujauzito. Alhamdulillah, nimekutana na wagonjwa wengi nimewatibia. Unakuta dada wa watu alikuwa yuko ndoa ya kwanza, amekaa miaka 2 mitatu hapati ujauzito, anaenda ndoa ya pili hapati ujauzito, amehangaika dawa za uzazi, kumbe PID inamsumbua. Nimewatibia na wala mijana wamepata ujauzito tu wengi. Baada ya kuangalia kwamba kutokupata ujauzito, dalili nyingine ya PID ni mwanamke kutoka ujauzito. Unakuta mtu mwingine anapata ujauzito natoka. Ndio maana niliposema PID, pelvic inflammatory disease, maambukizi kwenye mfumo wa via vya uzazi, kwamba tunaangalia tusafishe mirija. Ndio pale unakuta mtu mwingine PID imeshasababisha makovu hapati ujauzito. Lazima dawa ipo ya mirija kusafisha mirija ya uzazi. Lazima mwanamke tudili na cervix, shingo ya kizazi. Lazima mwanamke tudili na uzazi, placenta, mfuko wa uzazi, placenta, ili akipata ujauzito usitoke. Na pia mfumo mwingine wa uzazi nilikuwa nimeusahau, lazima tudili na uzazi wenyewe, tunasema uterus, mji wa uzazi. Nilikuwa nimesahau mwanzo kusema mji wa uzazi. Lazima pia tudili na mji wa uzazi ambao ni uterus, ambapo yai linapokaa mbegu ya mwanaume inafanywa utubishaji kwa ajili ya yai lilotubishwa na mbegu ya mwanaume iende kwenye bebesho placenta kwa ajili ya kijusi kukua. Kwa lazima tudili na cervix, shingo ya kizazi, ambapo sperm zinaingia, cervix kiachia sperm zinapita pale. Lazima tudili na mji wa uzazi ambapo ni uterus, ili yai linapokaa pale iweze kurutubishwa na sperm ya wanaume. Lazima pia tudili na mirija, ili yai linapotoka kwenye ovary baada ya kupevushwa ipite kwenye fallopian tube ili iende kwenye uterus kusubiri mbegu ya mwanaume ifanye urutubishaji. Lazima tudili na mfuko wa uzazi, placenta, ili yai likisharutubishwa kwenye uterus ili iende kwenye placenta bebesho kwa ajili ya kijusi kukua. Nafikiri wakina dada, wakina mama mnanitazama mtakuwa mnaelewa vizuri. Hapa ndio utaelewa kwamba kwa nini PID mtu hapati ujauzito. Inawezekana imeshasababisha makovu kwenye mirija ya uzazi au hata kizazi kinashambuliwa. Wakati huo kwa nini PID inatoa mtu anapata ujauzito natoka tayari? Ndio maana kuna dawa za kuimarisha bebesho placenta, ili sasa PID ishashambulia placenta, unajikuta tayari kijusi hakiwezi kikakua, yani ile bebesho placenta haiwezi kahimili kukua kwa kijusi. Unakuta tayari mtu mwingine mwezi mmoja miezi mitatu ujauzito unatoka. Nimewatibia watu wengi ambao walikuwa wakipata ujauzito unatoka, Allah amejalia
umepona na umepata ujauzito, kwa sababu dawa zipo za kuimarisha bebe show. Kuna wale kwa hapati ujauzito umepata, na kuna watu wengine walikuwa wamekata tamaa, hata tendo la jima'i hawezi. Na pia dalili nyingine kubwa ambayo nilisahau sasa, hiyo imeshaathiri, ambapo inaenda kwenye saratani, ni mwanamke anafanya tendo la ndoa na mwenzake, yani na mume wake, unakuta kimaliza damu zinafuata. Mwingine hata kama bado yuko kwenye tendo la jima'i la ndoa, unakuta damu zinafuata kabisa. Na maana ukiona dada yangu, mama yangu imefikia hatua unafuata tendo la ndoa, baada ya tendo la ndoa kumalizika au uko ndani ya tendo la ndoa damu inafuata, tayari wewe kapime haraka shingo ya kizazi, PID imeshaathiri, nataka kukimbilia kwenye saratani na kuathiri shingo ya kizazi kwa ujumla, au shingo ya kizazi. Ni wengi nimekuta kienda na pimwa ana saratani ya kizazi, wengine wanakuta PID ndio imeathiri. Na pia kitu kingine, dalili zingine ukikuta tayari ule uchafu unaotoka unakuta ni mwenye harufu, unakuta unatoka harufu sana, harufu kali. Mwingine afikia hatua sehemu za siri zinatoka, sio uchafu tena, yanatoka maji tu, yanakuwa yanamwagika maji. Kumbe PID imeshamwathiri sana. Nafikiri mtakuwa mmenielewa vizuri. Dalili zipo nyingi, lakini hizo ni moja ya dalili kubwa ya unafuata ndio unafuata damu au kutoka maji sehemu za siri, harufu kali, na ambazo nimezitaja mwanzo. Sasa tuangalie sasa tiba yenyewe. Baada ya kuangalia PID ni nini, tumeangalia dalili zake na kuangalia inavyoathiri mtu asipate ujauzito au anapata ujauzito natoka. Tuangalie tiba yake. Nimeletea kuna dawa hii ni kimiminika. PID liquid. Hii ni kimiminika. Hii PID powder. Hii ni powder. Wakati hiyo sasa hii na hii hizi zinadili kwenye mfumo wa uzazi wa mwanamke kwa ajili ya kuimarisha ile bebe show, placenta ikae vizuri, kuondoa infection kwenye kibofu cha mkojo, wakati huo kuondoa infection kwenye shingo ya kizazi. Hata yule aliyekuwa akifuata ndoa inafuata damu, inapokuwa unatibia dawa hizi inaanza kukata ile, na kwa yule alikuwa anapata ujauzito natoka, hizo zinamaanisha na bebe show inakuwa inaimarika kwa ajili ya kuhimili kijusi. Pia sijasahau dawa ya mirija. PID usipomtibia mama, dada, dawa kusafisha mirija inakuwa vigumu, kwa sababu bakteria wanapokuwa wameimarisha kwa shingo ya kizazi wanakimbia kwa mirija ya uzazi. Usipomsafisha mirija at the end inasababisha hata vimakovu kwa mirija ya uzazi, inakuwa ni vigumu kupona. Ndio maana nimewaletea dawa ya mirija. Unakuta hii inasafisha mirija, ndio unakuta mtu mwingine alikuwa hapati ujauzito, kumbe mirija imeathirika, atapata ujauzito. Pia nimewaletea na dawa ya fungus, candy fungus. Hii ni kwa ajili ya wale uchafu unapotoka sehemu za siri. Kuna mwingine pia anakuwa ana miwasho. Ina maana hii hapa utafungua, utaweka sehemu za siri, utapump, utaminya, utaingiza ndani kabisa, unaminya, na unaweka wakati wa kulala, dawa inalala, na maana inakuwa inaondoa bakteria wa fungus ambao wako ndani sehemu za siri hadi kwa shingo ya kizazi. Inaingia, utaweka asubuhi na jioni. Pia nimewaletea na dawa nyingine pia, Demo Cure. Hii ni kwa ajili ya kunywa. Hii unafungua, unaweka kwenye kijiko kidogo, unakunywa asubuhi, ni kutoa mara moja. Unapokunywa hii, ina maana hii inaenda kuondoa fungus kwenye mfumo wa damu. Unapokunywa hii inaenda kuondoa fungus kwenye mfumo wa damu. Hii unakunywa asubuhi, kutoa mara moja tu. Utakunywa tena baada ya siku 4, utakunywa tena baada ya siku 4. Wakati huo hii hapa ni ya kimiminika. Hii unakunywa asubuhi, nusu jioni. Hii inaisha kwa siku 1. Wakati hii hapa inaenda kwa muda wa siku 4. Hii hapa inaenda kwa muda wa siku 4. Kwa hiyo maana dozi kamili inaenda muda wa siku 16, nusu dozi inaenda muda wa siku 8. PID sio ugonjwa kama mdogo kama watu wanavyofikiria, ni mgonjwa mkubwa. Mtu anaweza kashtuka, mbona dawa nyingi? Hapana, hata mimi ningetamani kuonyesha dawa moja au mbili, lakini najua uzito wa PID. Alhamdulillah, nimewatibia wagonjwa wengi na wamepata ujauzito, nikaona nizidi kuwaelimisha na kuelekeza dawa. Kwa dawa hii ni dosi. Dawa ya fungus ipo ya kupushi na kupaka. Dawa fungus kunywa unatibu fungus kwa mfumo wa damu, unapopushi na kupaka unatibu fungus nje ya ngozi. Kuna dawa kusafisha kibofu cha mkojo, shingo ya kizazi hadi mfuko wa uzazi ambao ni hizi hapa. Kuna dawa kusafisha mirija hii hapa. Lakini umepimwa akakwambia ulishakuwa na uvimbe, dawa zipo. Kipindi kijacho nitaelezea dawa za uvimbe, maana hata uvimbe unaweza kusababisha mtu asipate ujauzito, lakini kuna kipindi chake. Kwa hiyo ndugu watazamaji,
Watazamaji wa kina dada wa kina mama, nafikiri mtakuwa mmenielewa vizuri. Mimi naitwa Dr. Balagoma. Kwa sasa hivi kituo niko Kariakoo, mtaa wa Jangwani, mkabala na klabu ya Yanga. Ukifika pale Kariakoo Jangwani, mtaa wa Jangwani, klabu ya Yanga pale, makao makuu ya klabu ya Yanga, angalia kulia utaona bango la Dr. Balagoma, karibu ingiu utapata tiba. Au ukifika klabu ya Yanga piga simu utapokelewa, kliniki inaendelea. Pia kwa mawasiliano 0694029277, hiyo ni Airtel ambayo iko WhatsApp. 0694029277, Tigo 0655782996, 0655782996. Pia namba zitakuwa zinapita chini. Karibuni, usikate tamaa wewe dada mama ambao umekata tamaa kutoka kupata ujauzito au kutoka kupata PID. Tiba imekuja. Dr. Balagoma Moha Kigoma nimewaletea tiba. Karibu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.